haya yaliyosemwa katika hadithi, Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasherehesha maneno haya, akasema walaqad shahada an-nasu al-yawm misdaqa hadha al-hadithi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika watu leo wameshuhudia ule ukweli wa hadithi hii kuhusiana na jambo la kutuweka amana. Hakika watu wameshuhudia hivi leo ukweli wa hii hadithi. Fa innaka tasta'ridu an-nas rajulan hatta tablugha ila hadd al-mi'a au al-mi'at. Sheikh anasema wewe watokee watu mtu mmoja ai mmoja watokee mpaka watafika kiwango cha watu 100 au mamia ya watu. La tajidu ar-rajula al-amin, huwezi kupata mtu mwaminifu leo tunazungumza. Wewe watokee watu mmoja baada ya mwingine, unaweza ukawafikia watu 100 au mamia ya watu, usipate mtu mwaminifu. Sheikh anasema alladhi adda al-amana kama yanbaghi fi haqqi Allahi wa fi haqqi an-nas, mtu ambaye anaweza kurudisha ile amana, akatekeleza ile amana kama ipasavyo. Ni mmoja amana katika haki ya Allah au amana katika haki za watu. Uweza tembea wewe ukawatokea watu, usipate mtu hata mmoja, watu 100 au mamia ya watu, usipate mtu hata mmoja anaweza kutekeleza amana kama ipasavyo. Ni mmoja amana katika haki ya Allah au ni mmoja amana katika haki za watu. Qad tajidu rajulan aminan fi haqqi Allah, waweza ukamkuta mtu mwaminifu katika haki ya Allah, kwa upande wa haki ya Allah. yuaddi as-salat, yuaddi az-zakah, yasum wa yahujj, yadhkuru Allah kathiran, yusabbih, lakinahu fi al-mali laysa aminan. Waweza ukamkuta mtu wewe anatekeleza haki ya Allah, anaswali huyo, anatoa zakaa, anafunga na akaenda haji, bali anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, anamsabihi Allah, lakini yeye huyo katika upande wa mali sio mwaminifu. Sheikh anasema ndivyo ukuta mtu wewe msikitini mko naye, swala 5 yuko nazo, lakini wewe mjaribu umpe mali, unajua haya ni maneno yako, mambo yako. Sheikh anayasema. Sheikh anaendelea kusema in wukila ilayhi amalun hukumi farata wa swara la ya'ti lidawam illa mutaakhira, ikiwa huyo mtu atawakilishwa katika kufanya kazi ya dola, ni mfanyakazi wa serikali yeye, basi ufanye uzembe mtu huyo, na wala asiendee hiyo kazi aliyopewa huko serikalini, isipokuwa anaenda kwa kuchelewa sana. Si mambo yako haya wazee wafanya kazi, hii ni amana. Yaani wewe usione kwa sababu hakuna mtu anakufuatilia, au wewe ndio mkuu wa shule au mkuu wa kitengo, saa 4 ndio waingia kazini. Hiyo ni amana umepewa wewe, watakiwa ule muda uliopangiwa ufike muda huo. Kwa hivyo ukiwa hivi waambiwa wewe sio muaminifu upande huu, huna amana katika upande huu. Qala wa yakhruju qabla intihai alwaqt, lakini pia amechelewa kuingia kazini, lakini atatoka kabla ya kuisha muda ule aliopangiwa kazini mapema. Au watu wengine leo sikuna ujanja wamekomeshwa huko makazini, kuna ile kitu wapiga kidole hivi
alafu watoka. Sasa ile inaandika muda, yaani umeingia saa ngapi. Sasa jamaa wajanja hao tunaozungumza kweli saa 2 ile kusudi dakika 3 hivi naenda dakika kidole, kwa maana amewahi alafu atoka kwenye shughuli zake tu. Atazunguka huko, atafanya mambo yake, alafu ule muda wa kutoka ule saa 10 huenda, basi pia anarudi aenda kwa kidole. Ulikuwa kazini mzee, si wako hao amwafahamu? Sasa huku ni kukosa uaminifu, kwa sababu wewe umepewa hilo jukumu. Unatakiwa kuanzia saa 2 uwe kazini mpaka saa 10 la asili utoke, basi unatakiwa ufanye hivi. Haya maneno anayosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kana kwamba ameishi na sisi huku kwetu au katika miji yetu hii. Watu wako hivyo kwa hakika. Sheikh akatoa mifano mingi hapa, lakini anachokisema mwisho wa maneno yake hapa, karibu na mwisho chini kabisa hapa, anasema fayakli, huyu mtu anasema uongo au anafanya uongo, wa yahunu dawla, na anafanya khiana ya dola. Kama amepewa kazi serikalini huko, anaifanyia khiana serikali. Wa yakulu almal albatil, lakini pia anakula mali za batil. Sasa kama wewe saa 2 umeenda kufanya hivi alafu umepotea, saa 10 wakati wa kutoka kazini waenda kufanya hivi, yani unataka kuaminisha kwamba ulifika wakati mwafaka na umetoka wakati mwafaka, kumbe wadanganya. Sheikh anasema huyo anakula mali ya batil. Wa hadha alladhi yaakulu min alharam, na hichi ambacho huyu mtu anakula ni katika haram. Mani'u liijabati da'watihi wal'iyadhu billah, hicho anachokula hicho kinamzuilia yeye kuitikiwa maombi yake, na hifadhi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe unakula mali ya haram, Sheikh anasema, kwa huu uongo na ujanja unafanya. Kisha Sheikh akaleta hadithi sahihi ya Mtume alayhi salam, akasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa vizuri katika matendo. Wa inna Allaha amara almu'minin bima amara bihi almursalin, na hakika Allah kawaamrisha waumini kwa amri zile zile alizowaamrisha mitume. Faqala ta'ala, Allah aliyetukuka akasema ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibat, enyi ambao mmeamini kuleni katika vile vizuri, ma razaqnakum, vile tulivyokuruzukuni, washkuru lillah, namshukuruni Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa ninyi mumwabudu yeye, shukuruni Allah. Waqala ta'ala, na akasema Allah aliyetukuka ya ayuha ar-rusul, akasema Allah kuwazungumzisha mitume, enyi mitume, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, kuleni katika vile vizuri na fanyeni amali njema. Inni bima ta'maluna alim, hakika mimi kwa hayo mnayoyafanya ni mjuzi. Allah anawaambia mitume wake. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara, kisha Mtume alayhi salam akamtaja mtu mmoja katika hadithi hii, mtu ambaye safari yake ni ndefu, safari imerefuka, ash'atha aghbar, mtu ambaye nywele zake zimetimka na amejawa na vumbi. Yamuddu yadayhi ila as-samaa, huyu bwana ananyoosha mikono yake kuelekeza mbinguni, ya rab ya rab, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala majina yake hasa, ewe Mola mlezi, ewe Mola mlezi. Wa mat'amuhu haram, Mtume anasema na chakula chake ni cha haramu. Wa mashrabuhu haram, na kinywaji chake cha haramu. Wa ghudhiya bil haram, na amekulia na kunenepea katika haramu. Fa anna yustajabu lidhalik, vipi atajibiwa kwa hayo?
yani kwa maana mtu huyu ni mbali sana kujibiwa maombi yake na kuanza, kwa sababu kala vitu vya haramu. Sasa huu ujanja watu wanafanya, Sheikh anasema hawa wanakula haramu. Wafanya kazi mpo hapa, tuzungumzi na talabatul ilmi, wafanya kazi mpo. Hii kawaida ya kuingia mapema asubuhi, mnaweka kidole hivi, alafu baada ya hapo mnapotea kwenda kwenye shughuli zenu, halafu jioni wajifanya waje waweka kidole watoka, yani uonekane ulikuwepo, uliwahi mapema na umetoka unakula haramu kwa maelezo ya Sheikh. Vipi watu wataitikiwa dua kwa hali hii? Kwa maana ni mbali sana kuitikiwa maombi waje wa Allah. Almuhimu, hadithi hii inazungumzia katika suala la amana kama mlango ulimtaja. Hadithi ya pili kwa leo ni hadithi ya tatu katika mlango, ni hadithi vile vile ya Hudhaifa ibn al-Yamani wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Hadithi inapokewa kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yamani sahabi, kadhalika Abi Hurairah sahaba wa pili huyo, Allah awawie radhi. Qala, wamesema wawili hao, masahaba hao wawili, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema mjumbe wa Allah swala na salama juu yake, yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nasa, Allah aliyetukuka atawakusanya watu siku ya kiyama. Yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nasa, Allah aliyetukuka atawakusanya watu yani siku ya kiyama. فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، waumini watasimama mpaka watakaribishiwa, watasogezewa wao pepo. Allah atawakusanya waja wake siku ya kiyama hiyo, waumini watasimama mpaka ile pepo itasogezwa kwa wao, lakini bado hawajaingia. Fayatuna Adama salawatullahi alayhi, watu watamuendea mzee Adam, watu watamuendea mzee Adam. Fayaqulun, watasema ya abana, ewe baba yetu wewe, yani mzee Adam. Pepo imesogezwa alafu hakuna yoyote ameingia, na ninyi mnafahamu shida na ule uzito wa siku ya kiyama. Watu watamuendea mzee Adam, watamwambia ewe baba yetu, istaftah lana aljanna, ebu tuombee sisi kufunguliwa pepo. Kwa maana tuombee sisi kwa Allah tabaraka wa taala ifunguliwe milango ya pepo, kwa maana tuingie. Fayaqul, mzee Adam atasema, Abul Bashari atasema, wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum, na hivyo nyinyi mmetolewa katika pepo isipokuwa, hamkutolewa ninyi isipokuwa ni kosa la baba yenu mzee Adam. Yani hakuna kilichokutoweni ninyi peponi isipokuwa ni lile kosa la mzee wenu Adam. Pale alipoambiwa wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin, msiukaribie huu mti, msije mkawa miongoni mwa madhalim. Shaitani akaja kuwatia tashwishi, kwa sababu aliambiwa fakula minha raghadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajara. Wakaambiwa maneno hayo
lakini sheitani akaja kuwatia tashwishi, wakayafanya yale waliokatazwa. Kwa hivyo anasema, kwani hakuna kilichokutoeni ninyi peponi isipokuwa ni kosa la baba yenu mzee Adam. Anawaambia wanaye mzee Adam, anawaambia lastu biswahibi dhalik, mimi si mwenye nafasi hiyo. Yani kweli mmekuja kuniomba nimuombe Allah milango ya pepo ifunguliwe muingie huko, lakini mimi sio mwenye nafasi hiyo. Idhhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, mzee anawaambia wanaye wanadamu, nendeni kwa mtoto wangu Ibrahim, huyu ni kipenzi wa Allah, nendeni mkamuombe, amuombe Allah tabaraka wa taala ifunguliwe milango ya pepo. Qala fayatuna Ibrahima, watu watamwendea nabiyullahi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, naye watamueleza pia, lakini Ibrahim atasema lastu biswahibi dhalik, mimi si mwenye nafasi hiyo. Innama kuntu khalilan min waraa, hakika si vingine mimi nilikuwa ni kipenzi nyuma ya panzia huko. Lakini tafsiri pia inasema hapo maana ya waraa, anasema huwa bilfathi fihima wa qila bidhamm bila tanwin, wa ma'nahu lastu bitilka darajati arrafi'a, mimi sio mwenye daraja la juu hivyo. Kwa maana yeye anapambua kwamba mimi mlionijia si mwenye daraja hilo jamaa. Kisha nabiyullahi Ibrahim naye pia akatoa mwongozo, akasema i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allah takliman, muendeeni Musa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamzungumzisha huyo, kumzungumzisha, muendeeni Musa. Naye pia anapangua anawaambia watu, hebu muendeeni Musa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamzungumzisha yeye. Fayatuna Musa, watu watamwendea nabiyullahi Musa. Fayaqul, naye Musa atasema lastu biswahibi dhalika, mimi sio mwenye nafasi hiyo, mimi mlionijia sio mwenye nafasi hiyo. Idhhabu ila Isa kalimatullahi wa ruhihi, naye pia atasema hebu muendeeni Isa alayhi salam, huyo Isa ni neno la Allah na ni ruhu kutoka kwake. Neno la Allah kwa maana yeye aliumbwa kun fakana, kuwa akawa, lakini ni ruhu kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Isa, na Isa alayhi salam pia atasema lastu biswahibi dhalik, mimi sio mwenye nafasi hiyo. Yani hiyo nafasi mnanijia ni muombe Allah milango ya pepo ifunguliwe watu waingie, sio mwenye nafasi hiyo. Fayatuna Muhammadan sallallahu alayhi wasallama, atajiwa watu watamjia nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fayaqumu, atasimama nabii Muhammad. Fayudhanu lahu, ataidhinishwa yeye kuombea, ataombea. Na katika baadhi ya alfadhi zilikuja atasujudu sijida ndefu, alafu atasikia sauti inamwambia irfa ra'sak, nyanyua kichwa chako kutoka katika sijida. Wasal tu'ta, naomba utapewa. Washfa tushaffa, na kuwa muombezi utakubalika uombezi wako. Kasikia sauti inamwambia hivyo
Kwa baada ya kuidhinishwa, anasema watursalu al-amanatu warahim, itatumwa na kupelekwa ile amana. Ndio maana shahidi itapelekwa ile amana, na udugu ni vitu viwili vizito sana. Amana ni jambo zito, lakini pia jambo la udugu, watu kuenzi udugu wao, kutokukata udugu wao ni jambo zito sana. Sasa wakati huo itapelekwa ile amana na udugu, vitasimama viwili hivyo pande mbili za as-sirat, yaminan wa shimala, upande wa kulia mwa sirat na upande wa kushoto mwa sirat. Hiyo vitu viwili sasa vitaletwa hapo katika sirat, alafu vitasimama huku na huku pande mbili za as-sirat. Sasa kama wewe ulikuwa si mtu wa amana, kuna kazi hapo kupenya, kwa sababu si lazima upite hapo alafu ndio uende peponi. Alafu wewe sio mtu wa amana, alafu yenyewe vimeletwa hapo. Vile vile wewe si mtu wa kuunga udugu, alafu udugu umeletwa hapo, unapenya hapo, utatoswa katika moto wa jahannam. Kwa sababu hivi vimeletwa kwa hikima maalum, kuwa yule ambaye alikuwa habijali hivi basi anadondoshwa pale pale, ndio hikima yake. Kwa hivyo vitaletwa viwili hivi, vitasimama pande mbili ya sirat, upande wa kushoto upande wa kulia na upande wa kushoto. Fayamurru awwalukum kalbard, basi atapita yule wa kwanza wenu katika ile sirat. Na ninyi mnaifahamu sirat, Mtume alayhi salam ameisifia kuwa ni nyembamba mno hiyo sirat kuliko unywele, lakini ni ahad, ina makali kuliko ile panga. Na ndo pale wanachuoni wakitilafiana, hii sirat ni pana au hii sirat ni nyembamba, lakini Mtume kaisifia hivi. Sasa wewe unatakiwa upite hapo uingie upande wa pili huko, lakini sio kupita kirahisi, kwa sababu pembeni mwa hiyo sirati kwa wasifu huo uliosifiwa kuna hiyo amana hapo na kuna hiyo udugu hapo. Kwa hiyo wenyewe vinaangalia ni nani hajalijali, anatupa huko chini. Kwa hiyo Mtume alayhi salamu anasema fayamurru awwalukum kalbarq, atapita yule wa kwanza wenu kama vile ule umeme wa radi ukimulika ule mori. Yani wewe kabla ya kufumba jicho na kufungua ule ushapita. Yani ile haraka hapa inakusudiwa ni vile haraka. Mtu wa kwanza atapita namna hiyo, fumba fumbua yuko upande wa pili. Lakini ifahamike atapenya huyu, atapita huyu kwa kadiri ya amali zake. Mtu atapita pale kwa kadiri ya matendo yake yakoje, sio wapita kwa spidi wajiamulia mimi nitapita kwa spidi ukakunja ukajiandaa. Pale si kwa kupita kwa hivyo, pale unapita wewe kwa amali zako mzee. Yale matendo ndio yanakuvusha pale biidhnillah, ni sababu ya kuvuka pale. Kwa hivyo mtu wa kwanza atapita kwa kaifia hiyo, kwa haraka namna hiyo. Qult bi abi wa ummi, akasema Abi Huraira, yani mmoja katika wasimulizi wa hadithi hiyo, na mtoa fidia mimi baba yangu na mama yangu. Ayu shay'in kamarri albarq, ni kitu gani hicho kama kupita kama ule upitaji wa umeme ule wa radi? Yani kwa namna gani hiyo? Yani kaifia yake inakuwaje? Qal, Mtume alayhi salam alipoulizwa hivyo akasema alam tarau, hivyo mjaona ninyi kaifa yamurru wa yarji fi tarafati aini, hamjaona ninyi namna gani ule umeme wa radi namna unapopita alafu unarudi, yani ile unamulika moli, yani ile fumba fungua. Yani mara nyingine, sio mara nyingine, ndio hivyo hivyo,
kabla hujafumba macho hivi tayari ushapita. Ai, umemulika na umepita. Wewe hata ukifumba macho hivi umechelewa yani kwa ile haraka. Na ushahidi wa hilo mpaka unaisifia, si umeiona asa imemeta, kumbe umeiona. Ina maana umeiona, yani kabla ya kufumba jicho wewe ushaiona, na kabla hujafumba ishapita, yani kwa maana ile haraka. Kwa mmoja wenu yule wa kwanza atapita kwa namna hiyo katika ile sirat. Thumma kamarri rih, kisha atapita mwingine huyo, mwingine hao atapita kama vile upitaji wa upepo. Kama yuko upande wa pili huko. Amali, matendo sio mchezo. Mwenzangu mimi, wewe amali zendo hizi, kuna kazi hapo. Mara nyingine umekhini amana za watu huko, mara nyingine umekata udugu huko, si kazi hiyo. Almuhimu atapita hivyo. Thumma kamarri tayr, kisha atapita mtu kama ule upitaji wa ndege. Yule ndege mwenye spidi kabisa, kama nani lakipita ukimshtukia yuko upande wa pili. Muhimu ndo ashapenya. Amali za watu zinawavusha hapo biidhnillah. Washaddi rijal, na mwingine atapita kwa yule mtu mwenye spidi shad. Yani hii ni mifano ya watu watakapopita katika sirat. Kuna mwingine hatapita upitaji wa upepo kwa spidi hiyo, wala hatapita upitaji wa ndege, lakini atapita kwa ile spidi, kama ile spidi ya mtu mwenye spidi kabisa. Ndio anapita hivi kutokana na amali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tajri bihim a'maluhum, yatawapitisha wao hapo matendo yao, yani amali zao ndio itakuwa sababu ya kupita hapo. Wa nabiyukum qa'imun 'ala as-sirat yaqul rabbi sallim sallim, na nabii wenu amesimama katika ile sirat anasema, Mola mlezi salimisha salimisha, Mola mlezi, kwa maana iwe salama, watu wapenye hawa, kwa sababu ni maukifu ngumu sana. Kwa sababu chini huko, hiyo ni sirati imetandikwa hapa juu ya mgongo wa jahannam. Ukiporonyoka hapo uko chini ndani ya moto wa jahannam, umeisha. Kwa nabii wenu yuko hapo katika sirat akimuomba Allah tabaraka wa taala, ewe Allah salimisha salimisha, hatta ta'jiza a'malul ibad, mpaka matendo ya waja yatakuwa dhaifu. Tajiza hapo kwa maana watu wamepenya matendo sasa ya waja yamekuwa dhaifu, yani waliobakia ni wale wenye matendo madhaifu kabisa. Kwa maana hawakuweza kupita kwa spidi hizo walizopita nazo waja wa Allah kule mwanzoni, hawajaweza kupita hivi. Hatta yajia ar-rajul, mpaka atakuja mtu, la yastati'u as-sayra illa zahfa, hawezi kupita yeye isipokuwa kusota. Si unajua tena kitu kiwa chembamba hivi wewe si hali halisi tu, wewe panda hapo juu mfano, yani hapo juu kuwekwe kinjio cha namna hii, alafu huku kuwazi, alafu uambiwa pita hapo, pamoja na kwamba lipanda namna hii. Kama una uzoefu huwezi kupita, utayumba wewe, alafu tahamaki utadondoka. Kwa hivyo kuna watu watakuwa namna hiyo. Wa fi hafatay sirat kalali, na katika zile pande mbili za ile sirat, upande huo wa kushoto, upande huo wa kulia, na huo upande wa kushoto, kuna zile kalali zimewekwa hizo katika ile pande mbili za sirat. Kuna zile kalali, kazi zake zenyewe ni kudondoshea watu katika moto wa jahannam. Ifanya hivi, na zenyewe zimeamrishwa ziwachukue wale watu ambao hawastahiki kupenya hapo, kwa sababu hapo unapenya kwa amali zako,
Sasa wewe sio kujitia umambo atakupita, kuna kalalibu, njia yenyewe ni nyembamba, alafu kuna kalalibu hizi. Sasa Mtume alayhi salam anasema muallaqatun ma'muratun biakhdhi man umirat bih, hizi zimetundikwa katika hizo pande mbili za sirat, ni zenye kuamrishwa, zimeamrishwa zimchukue kila yule ambaye ameamrishwa chukuliwe hapo sipenye. Kuna kazi, njia yenyewe ni nyembamba, bora ingebaki huo wembamba, lakini sasa kuna balaa nyingine, shari nyingine, jambo jingine, ukifanya mchezo wa promoshiwa huko chini. Famakhdushu naji, basi yule atakaye kwaruriwa, maana ikipita ile ikakwarua, lakini ikawa umebakia hapo wapenye, ameongoka huyo. Wewe jalia imepita ile alafu kwarua namna hii, lakini mzee umepenya, basi umeongoka wewe, kwa sababu lengo ni kuliko ushikwe na ile kitu utiwe huko chini, umeumia. Kadhalika Mtume alayhi salamu anasema famukardasun fi an-nar, famukardasun fi an-nar, na yule atakayesukumwa na hiyo kitu hiyo, ay madfu'un, maana yake yule ambaye imepita hivi amsukuma, ay madfu'un fiha, na yule atakayesukuma basi ni katika moto wa jahannam, atadondokea huko. Kisha Abu Huraira anaapa, anasema walladhi nafsu Abi Hurairata biyadi, naapa kwa yule ambaye nafsi ya Abi Huraira iko mkononi mwake, yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna qara jahannam, hakika kile kina, ule urefu ule kwenda chini, maana kina ni kwenda chini, hakika kile kina cha moto wa jahannam la 70 kharifan, ni mwendo wa miaka 70. Ile kina ile marefu ile kwenda chini, ile kina yake ile kwenda kuzama huko chini, ni mwendo wa miaka 70. Sasa ukitumbukia huko shakumbusha. Qala rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na al-Imam Muslim. Hapa kuna maelezo mazuri ya msharihishaji wa hadithi hii al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, lakini kwa kuchelea muda tutatosheka na matini ya hadithi hii na darasa itaishia hapa. Tutakuja kuendelea insha Allah ta'ala na hadithi nyingine ambayo ni ndefu. Hiyo hadithi ya 4 ya mlango ni ndefu, na hii inafaa siku yake maalum tuipitie hadithi hii. Kwa leo tusimameni hapa, wallahu a'la wa a'lam. Naktafi bihadha, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.